mwenyekiti, mheshimiwa amidi wetu, na baada ya kushukuru mwenyekiti pamoja na wajumbe wote mliohudhuria, ikizingatia itifaki, niseme kwamba ninamwakilisha hapa mheshimiwa jaji mfawidhi wa Mahakama Kuu Division ya Biashara. Nipo na mheshimiwa naibu msajili wa mahakama hiyo, tupo naye hapa. Kwanza niseme kwamba huenda sisi katika division ya biashara kikao hiki kinatuhusu sana, kwa sababu division ya biashara haina kesi zingine mbali kesi za biashara. Kwa hiyo tukisema mheshimiwa jaji mkuu na mkakati kwamba tumalize mashauri haya kufikia Disemba 15, huenda kwenye division zingine akasema na kesi 20 na kesi 30. Sisi ni kesi zote ni za biashara. Kwa hiyo tunazungumzia tumalize kesi zote kwa kifupi, ambazo mheshimiwa jaji mkuu amezungumza zipo tayari mpaka tarehe ile 30 ya Septemba. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinatuhusu haswa. Na niseme kwamba Mahakama Kuu Division ya Biashara, lengo la kuanzishwa kwake actually lilikuwa ni kuharakisha yani kutatua migogoro hii ya kibiashara kwa haraka na kwa weledi zaidi. Kuna vitu viwili, moja ni speed, nyingine ni professionalism. Kwa hiyo ni vitu vya msingi viwili hivyo. Na mashauri hayo kunayoshughulikia ni mashauri yenye commercial significance, ambayo ni migogoro ya bima, migogoro ya kibenki, masuala ya uwekezaji, masuala ya arbitration na mambo mengine yote ambayo yana commercial significance. Sheria yetu inazungumza. Sasa niseme kwamba kwa mfano tangu Januari mpaka sasa hivi mpaka tarehe 31 mwezi wa 8, sisi tulikuwa tumeshamaliza mashauri 563 na yalifunguliwa mashauri 537. Yani zimefunguliwa kesi 537 na tulimaliza kesi 563 zaidi ya zilizofunguliwa. Kwa nini? Kwa sababu kuna zilizobakia kutoka mwaka jana. Kwa hiyo za mwaka huu ndio hizo, lakini zile za mwaka jana kesi 400 nzima zililala. Kwa nazungumzia tumepata kesi 537, tukichukua na kesi kama 400 zilizopita kuna kesi kama 900 hapo. Sasa anyway, kwa mwaka huu tukapata ku clear hizo kesi 563 mpaka 31 Agosti. Lakini katika mahakama ya biashara trend imeonyesha uongezeko kubwa la ufunguaji wa mashauri. Tuna rekodi ambazo zinaonyesha kwamba mwaka 2022 mashauri yaliyofunguliwa yalikuwa 553 2022. Mwaka mmoja mbele 2023 yakafunguliwa mashauri 618, nyongeza karibu 100 au kiso. Lakini 2024 mwaka jana kufika Disemba, mashauri yaliyofunguliwa yalikuwa mashauri 908. So kutoka 553, mwaka unaofuata 618, mwaka unaofuata ni 908. Sasa mwaka huu tunavyozungumza mpaka kufikia Agosti yalikuwa 537. Hatujui tutamaliza mwaka yatakuwa mangapi, lakini kwa trendi hii ni zaidi ya 800. Na kwa kawaida jaji wa Mahakama Kuu anayekuwa stationed kwenye commercial division maximum imekadiriwa aamue kesi 100 na tupo 4. Kwa hiyo inategemea, kwa kawaida tungeamua kesi 400 maximum katika utaratibu wa kawaida ndani ya mahakama. Lakini kama nilivyosema mpaka sasa tumeamua kesi 563 na mwaka haujaisha. Kwa hiyo kuna workload kubwa. Lakini hii ina maana gani? Ina maana kwamba shughuli za kiuchumi na kibiashara zinaongezeka na migogoro pia correspondingly inaongezeka. Kwa hiyo kuna haja ya kuweka mikakati sasa ya kuongeza utendaji kazi na kuboresha ili tuweze cope with the increased number of cases hapa. Tuna mipango gani? Mipango tulionayo niseme ni mingi, lakini mmoja tu kuitikia wito wa mheshimiwa jaji mkuu wa maelekezo yake. Tumeshaandaa tayari special session ambapo tupo majaji 4, tupo na manaibu wasajili 2, 6. Tumeomba vile vile tupatiwe waheshimiwa majaji 2 kutoka nje ya kituo ili tuwe majaji 6 na naibu wasajili 2, tuwe waheshimiwa 8 ili tuweze kushughulikia kesi 96 ndani ya mwezi mmoja ujao, ambazo zipo tayari kusikilizwa, yani zimewiva, zinaweza zikasikilizwa. Na hizo kesi 96 zina thamani ya pesa zifuatazo. Maana pale kuna kesi zinafunguliwa za hela ya Tanzania, kuna kesi zinafunguliwa hela za kigeni. Sasa kwa hela za Tanzania tuna kesi ambazo zina thamani ya bilioni 65
milioni 964 na laki 979 na shilingi 29. Kwa hiyo unazungumzia bilioni 65.9 kama bilioni 66. Hiyo ni T-shillings. Halafu kuna kesi zingine mbali ya hizi na kusudia nyingine. Zenyewe zipo zina thamani ya dola milioni 10.2. Hizi ni nyingine. Halafu pia kuna kesi nyingine fungu la 3 zina thamani ya euro 172,892. Euro 172. Kwa ukichanganya kwa pamoja hizi unapata figa kubwa kidogo. Hizi ni kesi ambazo ndio tunataka tuziamue katika mwezi mmoja ujao. Hawa waheshimiwa majaji 6 na waheshimiwa naibu wasajili 2 tukiwa watu 8 tupambane ndani ya mwezi mmoja wa 10. Tarehe 27 tumepanga maana tuwape notice hapa katikati. Twende mpaka mwezi wa 11 mwishoni. Ili tuweze kuandika maamuzi angalau unafika tarehe 15 Disemba aliyosema mheshimiwa jaji mkuu tutoe maamuzi. Kwa hiyo ni mikakati ambayo tunayo. Na lakini pamoja na hayo tuna record kwamba sisi katika mwaka huu tangu Januari mpaka 31 Agosti tulikuwa tumekamilisha kurudisha pesa kwenye mzunguko. Nazungumzia execution kwamba kesi imekwisha na imekuja kufanywa execution nayo imekwisha, kama mali imeuzwa, mtu ambaye ameshinda kesi amelipwa. Rekodi zetu zinasema tulikuwa tayari tumesharudisha kwenye mzunguko shilingi bilioni 87.8 ambayo ni wastani wa bilioni 10.9 kwa mwezi. Hizi ni pesa ambazo tumeshafanya execution, tumeshasikiliza kesi, tumeshaiamua na tayari walioshinda pesa yake amelipwa, nyumba imeuzwa, kama ni mali imekamatwa, kama ni whatever tumeshalipa. Kwa wastani tunarudisha kwenye mzunguko bilioni 11 kwa mwezi. Hiyo ni mpaka mwezi wa 8. So tunashukuru kwamba mheshimiwa jaji mkuu baada ya maelekezo yake haya tunaenda kufanya hiki tulichokisema, na tunashukuru vile tunapata support kubwa tu kutoka kwa uongozi wa mahakama. Kama hivi tulivyosema kuna gharama hii kuendesha hii session. Mheshimiwa jaji mkuu ameshasema pesa zipo, tufanye kazi. Tutafanya hii kazi. Lakini tunapata na msaada kwa wadau wengine. Kutoka Benki Kuu ya Tanzania tunashukuru, wana msaada mkubwa pia, wanailea mahakama yetu. Na tunapata ushirikiano pia kwa wadau wengine. Lakini niseme kwamba ombi letu sasa, wale ambao wanahusika, maana mheshimiwa jaji mkuu amezungumza hapa, sisi tunaweza kuwa na nia thabiti, lakini tukakwamishwa labda na mawakili wa serikali na wa binafsi au taasisi za fedha. Kwa kunaomba ushirikiano ili tuweze kutimiza haya malengo. Kwa mfano upande wa mawakili wajitahidi kuhudhuria mahakama na wahitari kusikiliza. Mara nyingine imeshazungumzwa hapa, mtu anakuja sema sipo tayari, wakili musika hayupo, excuses zimekuwa nyingi. Lakini wengine hawajui ya masuala. Naomba mheshimiwa mwenyekiti kwa idhini yako kwa dakika moja nielezee mfano mmoja. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Tena hii nitasema ni personal. Kwamba nilikutana na kesi ambayo nimeiamua mimi mwezi wa huu wa 9, uliopita wa 9. Kesi ilifunguliwa 2018. Inahusu arbitration. Thamani ya pesa ni more than 2.6 billion. Hii kesi inaisha 2025, miaka 7 baadaye. Kwa nini? Kwa sababu imekuwa na sarakasi. Nikisema sarakasi kwa maana kwamba kesi imefunguliwa mahakamani. Baadaye oda ndogo mtu kaenda mpaka mahakama ya rufani, mpaka imesikizwa imerudi tena, kidogo imeenda tena, imerudi tena. Mpaka sasa tunataka tusikilize sasa mambo yamekwisha yote tusikilize. Niangalia kesi nauliza mawakili, hii kesi mbele yangu inahusu nini? Mnajua? Tuna challenge foreign arbitral award, kwamba arbitral award ilitolewa Amsterdam, mahakama kuu ya Tanzania iseme kwamba ni null and void kwa sababu arbitrator hakufanya jukumu lake. Okay. Kwa mujibu wa sheria za arbitration, mahakama hii ya Tanzania ina mamlaka ya kuset aside foreign arbitral award. Wakasema ndio tuna mamlaka. Lakini sheria haisemi hivyo. Mawakili wote wanasema ina mamlaka. Sheria haisemi hivyo. Kwa kumbe ilikuwa ni issue ndogo tu ya knowledge kwamba foreign arbitral award ukitaka kuichallenge nenda to the seat of arbitration. Ndio limekaa miaka 7 na kuja kuiamua kesi kwamba mahakama haina jurisdiction, kwa hiyo dismissed kwa sababu sina jurisdiction after 7 years. Lakini mawakili wapo miaka yote wanakwenda mahakama ya rufani, wanarudi hapa, inatoka order inaenda kule. Knowledge, weledi. Wenzetu wa mabenki tunatoa ganishini. Benki inamruhusu kwanza mteja atoe pesa, alafu ndo anatoa report kwamba hakuna hela. Yaani anamuita leo kwamba tumeandika order, kamata hiyo account. Anamuita, mpigia simu, njoo uondoe hela. Kishaondoa, ananiprintia mimi jaji report kuanzia baada ya hela kutoka. Kwamba hapa kuanzia
muda huu saa 7 mchana akaunti haina hela, kwa hiyo huwezi kukamata chochote, execution zinakwama. Kwa tunahitaji ushirikiano na wadau kama maeneo hayo yote. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu ya muda nishie kusema hayo kwamba tupo tayari kufanya kazi kama nia thabiti ya mahakama ilivyoonyeshwa, na tunaomba tu ushirikiano kwa wenzetu wote, ili jambo ni letu sote na tutafanikiwa. Nashukuru Mwenyekiti, asante sana.